Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu ya Yosh Testimony TV, siku nyingine tena Mungu alitupa neema kuja kujifunza maneno matakatifu katika Biblia, na ni mwendelezo wa kitabu cha Injili ya Yohana nilioanza nayo tangu sura ya kwanza, na sasa tuko sura ya 5 kuanzia mstari wa 31 mpaka 40 tutajifunza siku ya leo. Na kichwa changu cha somo nimekipa jina hili kwamba kazi ninazozitenda zitanishuhudia. Kazi ninazozitenda zitanishuhudia. Haya ni maneno ambayo Yesu aliyasema, nimenukuu katika moja ya mstari tutakaosoma siku ya leo, baada ya majibishano ya muda mrefu kidogo juu ya nguvu na uhalali wa Yesu kumponya yule ndugu aliyekuwa hawezi kwa miaka 38. Sura hii ya 5 tulisoma habari hiyo. Sasa baada ya majibishano hayo, Yesu aliendelea kuonyesha nguvu alizonazo, uwezo alionao, na akaendelea kuambia, mimi sina uwezo wa kuponya mwili tu, lakini hata utakapokufa na uwezo kufufua, maana mimi ni mfufuo wa kweli. Na akasema kwamba mimi ndiye nimepata mamlaka yote ya kuhukumu wanadamu. Hivyo aliwaonya kwamba lazima muheshimu. Mungu amempa mamlaka Yesu yote ili watu wapate kumheshimu. Sasa chini yake, baada ya vipindi vilivyopita kujifunza maneno hayo, leo tunakuja kuendeleza. Yesu alikuwa anaendelea kutoa ushuhuda wake mwenyewe ili watu waweze kumwamini. Na moja kati ya kitu kikubwa tutakachokiona, Yesu baada ya kuendelea kujielezea, aliyosema kauli hii niliyopenda na imeipa kichwa cha habari kwamba kazi ninazozitenda zitanishuhudia. Hebu tusome maneno haya kuanzia mstari wa 31 mpaka 40, na baada ya hapo tutaendelea. Yohana 5:31. Mimi nikijishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu si kweli. Yuko mwingine anayenishuhudia, nami najua ya kuwa ushuhuda wake anaonishuhudia ni kweli. Ninyi mlituma watu kwa Yohana, naye akanishuhudia kweli. Lakini mimi siupokee ushuhuda wa wanadamu, walakini ninasema haya ili ninyi mpate kuokoka. Yeye alikuwa taa iwakayo na kung'aa. Ninyi mlipenda kuishangilia nuru yake kwa muda, lakini ushuhuda nilionao mimi ni mkubwa kuliko ule wa Yohana, kwa kuwa zile kazi alizonipa Baba ili nizikamilishe, kazi hizo zenyewe ninazozitenda zanishuhudia ya kwamba Baba amenituma. 7. Naye Baba aliyenipeleka amenishuhudia. Sauti yake hamkuisikia wakati wowote, wala sura yake hamkuiona, wala neno lake hamnalo likiingia ndani yenu, kwa kuwa ninyi hammwamini yule aliyetumwa na yeye. Mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani ya kwamba ninyi mna uzima milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. 40. Wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Kama nilivyosema, kichwa changu cha leo cha somo langu nimekipa jina kazi ninazozitenda zinanishuhudia. Kama nilivyoanza kwenye utangulizi, Yesu anasema maneno haya mstari 31, mimi kijishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu si kweli. Ushuhuda wangu si kweli kwenu. Hamtaniamini nikijishuhudia mwenyewe, maana nimeshawaambia mambo mengi kuhusu nguvu nilizo nazo, kuhusu heshima Mungu alizonipa, mamlaka Mungu alionipa. Mimi ndio ufufuo wa kweli. Mimi ndio ninaweza kwenda kufufua hata wanaonitumikia na kunikubali mimi, watasikia sauti yangu. Mimi ninayo mamlaka yote duniani na mbinguni. Akaendelea kusema, basi ushuhuda wangu nikijishuhudia mwenyewe mtaona kwamba sio kweli. Sawa, basi yuko mwingine anayenishuhudia, nami najua kuwa ushuhuda wake anaoshuhudia ni kweli. Ninyi mlimtuma watu kwa Yohana, naye alishuhudia kweli. Sasa basi kuna mwingine anayenishuhudia kweli. Alafu akalukia pale akasema, nyie wenyewe mlimtuma watu
waende kwa Yohana ili wamuulize Yohana kwamba huyu ni nani? Wakamuuliza Yohana kwamba huyu ni nani? Wakaambia Yohana, tuambie, sisi tunajua wewe ndo Masihi, wewe ndo mkombozi, wewe ndo ambao umetumwa na Mungu. Kusoma Yohana 1:19. Yohana akasema hapana, mimi sio Elia, wala mimi sio nabii mkuu, wala mimi sio Kristo. Akaambia, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, ambao nimetumwa kutengeneza njia ya Bwana, kunyosha mapito. Lakini akamtambulisha kwamba anayekuja nyuma yangu, huyo ni Yesu Kristo, huyo ndo Masihi, huyo ndo mwenyewe. Na hata siku ambavyo alimbatiza, soma kitabu cha Marko, Yohana alivyokuja kubatizwa pale, tunaona kwamba akasema, jamani, kuna mtu anayekuja nyuma yangu, huyo ndo mwenyewe Kristo. Mimi sistahili hata kufungua kama za viatu vyake. Huyu anayekuja nyuma yangu ndiye. Na Mungu mwenyewe akawa mwaminifu kumthibitisha Yesu mbele za watu. Tunaona pale kusoma kitabu cha Marko, Yesu alipokuja kubatizwa, sauti, Marko 1:9, ikasikika kutoka mbinguni kwamba huyu ni mwanangu mpendwa anayependeza naye, mpokeeni, msikilizeni, huyu ndiye niliyemtuma. Na Yohana mwenyewe akathibitisha hilo jambo. Sasa hapa Yesu akuja kuambia, sawa, nyie hamniamini, lakini kumbukeni kwamba mlituma watu kwenda kwa Yohana, na Yohana akashuhudia habari zangu. Lakini mstari 38 anasema, sawa, hamna shida, mimi siupokee ushuhuda wa mwanadamu, lakini naosema haya ili ninyi mpate kuokoka. Sitegemei sana ushuhuda wa Yohana Mbatizaji, lakini hii ni shawishi tu, na Mungu aliruhusu Yohana atangulie ili kutengeneza njia ya Yesu Kristo apite. Akasema sitegemei hiyo, maana Yohana alikuwa kama nuru ambayo inang'aa kwenu, lakini nuru hiyo ilikuwa ya kitambo tu, kama kitabu cha Yohana sura ya 1. Mimi ndio nuru ya uzima, mimi ndio nuru ya kudumu, mimi ndio nuru ya kweli. Mimi ndiye ambaye nimetumwa kuangaza na kuonyesha nuru, si kwa muda mfupi, bali katika umilele wote. Asa 36 asema, lakini ushuhuda nilionao mimi ni mkubwa kuliko ule wa Yohana, kwa kuwa zile kazi alizonipa Baba ili nizimalize, kazi hizo zenyewe zinaendelea kunishuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ndiyo, Yohana alinishuhudia, alikuja kama nuru, lakini ni nuru ya muda mfupi. Yohana alikuja ili anishuhudie, lakini ndiyo Yohana alimshuhudia kwa muda mfupi. Tunafahamu kwamba baada ya Yesu kuanza kazi, muda mfupi baada ya kuanza kazi, Yohana alifungwa, akawekwa gerezani na Herode, na baada ya muda mfupi nafahamu kilichotokea kwamba Herode alimkata kichwa Yohana, na safari ya Yohana ilikuwa imeishia pale, lakini Yesu aliendelea kufanya kazi. Na baada ya Yesu kufa, bado akafufuka na yuko hai na anaendelea kufanya kazi mpaka leo hii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema yeye Yesu anashuhudiwa na Baba yake mwenyewe, na Baba yake mwenyewe anashuhudiwa kupitia kazi ambazo amepewa na Baba yake. Kazi Baba yake alizompa zenyewe zitamshuhudia, na ndio kichwa cha somo langu. Kazi ninazozitenda zitanishuhudia. Kama ni kweli mimi nimetumwa na Mungu, ni kweli mimi nimetumwa, basi kazi ninazozitenda zitanishuhudia. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya mwisho pale, sura 20 na 21, mwisho kabisa pale, Biblia inasema kwamba mambo ambayo Yesu aliyafanya na kuyatenda wakati alipokuwa duniani ni mengi kiasi kwamba hata vitabu visingeweza kutosha kuandika historia zake, kuandika matendo makubwa aliyofanya. Kwa nini Yesu alifanya mambo makubwa na kushangaza na ni mengi sana? Ili watu waweze kumwamini, ili kazi zake zimshuhudie. Na hii ndio habari njema nataka nikupe. Miujiza peke yake sio kipaumbele cha kwanza cha Yesu. Moja nilimwambia kwamba kama kipaumbele cha kwanza ni Yesu kuponya, kumbuka Yesu ndo aliyetumba wanadamu. Yesu ndo aliyetutengeneza, alikuwepo kwenye uumbaji, na Mungu Baba alikuwepo tangu mwanzo.
kama kipaumbele cha kuja duniani Yesu ni kuponya magonjwa, basi alikuwa ana uwezo wa kumtengeneza mwanadamu ambaye hana magonjwa, au alikuwa anaweza kuyatoa magonjwa yote huko akiwa mbinguni. Alikuwa anaweza kutoa shida zote, kwa sababu tangu mwanzo mwanadamu alikuwa kwenye raha, alikuwa kwenye utulivu, alikuwa na amani na utoshelevu. Lakini Yesu anakuja kufanya miujiza, Biblia inasema wazi, ili kushuhudia kwamba yeye ni mwana wa Mungu, ili kushuhudia kwamba yeye ana uwezo mkuu, ili kushuhudia kwamba yeye ni mtoshelevu. Ndio maana anasema kazi anazozitenda zinanishuhudia, ili watu watakapoona matendo makubwa ambayo anafanya Bwana Yesu wapate kumwamini, na si kumwamini Yesu pekee, bali Baba Mungu ambaye amemtuma. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo natamani kuyaona siku ya leo tujifunze katika somo hili. Somo la kwanza ambalo natamani tujifunze kwamba ushuhuda wa Yesu ni wa kweli na umethibitishwa na mashahidi wengi. Ushuhuda wa Yesu, kazi za Yesu alizozifanya, uweza wa Yesu na mamlaka yake yote ni ya kweli na umethibitishwa na watu wengi. Mtu mmoja hapo Yohana tumemwona pale akithibitisha, Yohana ya kwanza sura ya 19. Anathibitisha, asema jamani, mimi sio Masihi, mimi sio nabii mkuu, mimi ni mtumwa tu, sauti ya mtu aliye nyikani, lakini anakuja Yesu mwenyewe Mnazareti yuko nyuma yangu. Yesu hakuja kuthibitishwa na watu wengi. Wanafunzi wa Yesu wenyewe waliona matendo makuu. Tangu kuzaliwa kwake, watu mashuhuri, watu wanaomcha Bwana waliona kitu cha tofauti. Hata wale mamajusi nafahamu habari zake, wakaambiwa na malaika, tazama, angalieni nyota hizi zinapoelekea, Yesu mfalme amezaliwa, mkombozi wa ulimwengu. Na wakaenda, hakika akamkuta Yesu holini mwa ng'ombe, wakashuhudia hakika huyu ni mwana wa Mungu. Watu wengi walishuhudia habari zake. Hata wanafunzi wake Yesu, kama tulivyosoma kipindi cha nyuma, walikuwa kidogo hawana mashaka. Wengine walikuwa ni wanafunzi wa Yohana, lakini Yohana akawathibitishia, akasema, nendeni, huyo ni mwana kondoo wa Mungu achukue dhambi ya ulimwengu. Hawakuwa na mashaka. Watu wengine wakamfuata Yohana Mbatizaji, wakamwambia, tazama, wanafunzi wako wanaondoka, utabaki na nani? Yohana akasema, mimi nipungue lakini Yesu aongezeke. Alishuhudia ukuu wa Yesu, na wanafunzi wa Yesu baada ya kumfuata Yesu hawakujuta wala hawakuwa na mashaka, bali waliendelea kumwamini. Waliona ishara na maajabu, matendo makuu ya Yesu anayotenda yalithibitisha kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kazi nyingi alizifanya Yesu, mishara nyingi alizifanya Yesu. Somo unaofuata tunakuja kuona watu maelfu na maelfu walikaanza kumfuata Yesu. Kwa nini walimfuata Yesu? Kwa sababu Mungu aliruhusu afanye ishara na maajabu, afanye miujiza, afanye haya matendo makubwa kwa ajili ya kushuhudia kazi yake. Haleluya! Hivyo najifunza nini sasa? Imani ya kweli inategemea ukweli wa Mungu, si uthibitisho wa wanadamu. Katika isomo, ushuhuda wa Yesu ni kweli na umethibitishwa na mashahidi wengi. Yohana alithibitisha ndiyo, lakini ushuhuda wa kweli unategemea na imani, sio uthibitisho wa wanadamu peke yao. Ndio maana Yesu akasema, sikiliza hapa, sihitaji kuthibitishwa na wanadamu peke yao. Yupo mtenda miujiza atanithibitishia kupitia kazi zake. Hivyo wanadamu, ndugu yangu, nataka nikutie moyo siku ya leo. Usipambane sana kujitambulisha. Usipambane sana kuaminisha watu kwamba wewe umeokoka. Usipambane sana kuaminisha watu kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Lakini muombe Mungu akuthibitishe juu yao. Muombe Mungu akupe kazi ambayo ina matokeo. Ndio maana Yesu akasema, imenipasa kufanya kazi madamu ni mchana na usiku nakuja siweza kufanya kazi. Huo wito sio wa Yesu peke yake. Huo wito ni wa kwetu sisi, tufanye kazi ya Bwana.
na tunapofanya kazi ya Bwana, Mungu atajithibitisha hiyo kazi. Mungu ataonyesha ishara, maajabu katika hiyo kazi. Mungu atafanya mambo makubwa kupitia hiyo kazi unayofanya. Ndicho kilichotokea katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Baada ya wale wanafunzi kujazwa na Roho Mtakatifu, Yesu akasema wasiondoke, wangoje nguvu za Roho Mtakatifu. Na baada ya kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, Mungu alidhihirisha utendaji kazi mkubwa ndani yao kupitia ishara na maajabu ambazo zilionekana zikitendeka kupitia huduma ambao walikuwa wanafanya. Kupitia kazi wanaofanya pale, wakatoka tu Petro na Yohana, wakaenda hekaluni, wakakutana na ndugu mmoja ambaye hawezi, kiwete. Petro akamwambia, hatuna fedha wala mali ya kukupa, lakini tulicho nacho ni hii uwezo wa Mungu. Kwa jina la Yesu simama utoke. Na baada ya hapo yule ndugu akasimama. Kwa nini Mungu aliruhusu ishara hiyo na muujiza? Hata kuendelea mbele, ishara, muujiza, matendo makubwa ya Mungu yalitendeka kupitia watumishi wa Mungu ambao wanafanya kazi yake, ili Mungu ajidhihirishe kupitia wao. Hivyo leo ninakuambia, kazi unazozifanya za Bwana zenyewe zitakushuhudia kwamba kweli ni mwana wa Mungu. Kuhubiri ninavyohubiri leo, hii ni kazi ya Bwana ufanya, na hii unayohubiri, hiyo ndio itathihirisha kweli ni mwana wa Mungu. Nguvu Mungu alizonipa, ujasiri Mungu alionipa, neema aliyonipa, na wokovu alionipa, na kibali alichonipa, kitadhihirisha kweli kazi ya Mungu inatendeka kupitia mimi. Na hivyo mpendwa unanisikiza siku ya leo, kama wewe umeokoka, kama wewe unamwamini Mungu, usikubali kubaki nyuma. Usikubali kuwa mtu wa kawaida, lakini wewe kubali kumtumikia Mungu, kubali kufanya kazi yake, kwa sababu unavyofanya kazi ya Bwana, hiyo kazi unayofanya ndiyo itakao kuthibitisha. Sehemu nyingine Yesu akasema kwamba kazi unayofanya zitapimwa. Siku moja utavalishwa taji. Wengine watavalishwa taji itakuwa wakiwaka kama fedha. Wengine kazi yao itapimwa, itakuwa kama mchanga. Lakini leo nakutia moyo, Yesu mwenyewe alisema kazi unayofanya itanishuhudia. Hivyo wewe mwana wa Mungu, hakikisha unafanya kazi ya Mungu aliyokutuma. Bwana Yesu asifiwe. Somo la pili, kazi za Kristo zinaonyesha nguvu na uwepo wa Mungu. Mstari 36 tukirudi, Biblia inasema, lakini ushuhuda nilio nao mimi ni mkubwa kuliko wa Yohana, kwa kuwa zile kazi alizonipa Baba ili nizimalize, kazi hizo zenyewe ninazozitenda zinanishuhudia kwamba amenituma. Sasa pointi hii ya pili ni kwamba kazi za Kristo zenyewe zinaonyesha nguvu na uwepo wa Mungu. Pendwa mtazamaji, kazi za Kristo zinaonyesha nguvu za Mungu. Uponyaji wa yule ndugu ambaye alikuwa hawezi kwa miaka 38, mpaka Wayahudi wakashtuka, wewe ni nani? Tuambie. Wakamuuliza yule ndugu, ni nani aliyekuponya? Akasema, jamani, mimi simjui. Ni nani aliyekuponya? Akasema, Bwana, mimi ninachojua niambia, chukua godoro langu nijiende. Ndivyo hivyo Yesu anakuja katikati yao, anawaambia, mimi ndo niliyemponya, na wewe ndio unakuambia usitende dhambi tena. Hiyo ujasiri na hiyo nguvu ya uponyaji iliwashtua wale watu wote, wakastaajabu. Na Mungu aliruhusu mwanaye Yesu Kristo aweze kufanya miujiza hii, ili kazi anazozitenda zionyeshe nguvu na uwepo wa Mungu. Ndio maana sehemu nyingine Yesu alipokutana na Nikodemo akamwambia Yesu, tuambie, wewe ni mwalimu mzuri, lakini pia vitu ambavyo vitenda ni vitu vya kutisha na ajabu ambavyo mwanadamu wa kawaida hawezi kufanya. Hivyo naamini kwamba umetoka kwa Mungu, wewe ni rabi. Kwa nini aliamini hivyo? Kwa sababu kazi za Kristo zinaonyesha nguvu na uwepo wa Mungu. Hivyo mpendwa mtazamaji, kama wewe ni mtumishi wa Mungu, usikubaliane na maisha ya kawaida, maisha ya kusema kwamba miujiza ilishapitwa na wakati, kazi ya Bwana ilishakuisha na wakati, mimi kazi yangu ni kwenda tu kusali na kurudi nyumbani. Hapana, una nafasi ya kufanya kazi ya Bwana, una nafasi ya kumtumikia Bwana, kwa sababu unavyomtumikia Bwana, Bwana ataonyesha nguvu zake kwako
kwa watu wanaokuona, kwa watu ambao unawahudumia, kwa watu ambao unawaambia habari njema, kwa watu unaowaombea magonjwa. Hivyo ombi langu siku ya leo, usikubali kuwa mtu wa kawaida. Usikubali kuwa mtu wa kawaida, mpendwa mtazamaji. Dhamiria kufanya kazi ya Bwana. Yesu mwenyewe akasema, ndiyo nikiwaambia watu kwamba mimi ni mwana wa Mungu hawataniamini. Hata nikimtumia Yohana kuweza kuthibitisha kama mimi ni mwana wa Mungu hawataamini. Kazi ninazozitenda ndio zithibitishe. Na hivyo mpendwa mtazamaji, kazi hizi Mungu alitupa vipawa na karama ili ziweze kuthibitisha nguvu za Mungu na uwepo wa Mungu ndani ya mtu. Mungu ametoa hizi karama mbalimbali za uponyaji. Mungu ametoa huduma mbalimbali kama kitabu cha Wakorintho kinachosema. Kwa nini ametoa hizi huduma na karama mbalimbali? Ili kuweza kufaidia mwili wa Kristo, ili mwili wa Kristo ujengwe. Mwili wa Kristo unaweza kujengwaje? Mwili wa Kristo unajengwa baada ya kukubali, kufuata na kutenda kazi ya Bwana, na watu wengine watakuja kuungana na ufalme wa Yesu. Watu wengine watashuhudiwa kuungana na kukubali kwamba Yesu Kristo anaponya, Yesu Kristo anaweza, Yesu Kristo anabadilisha. Na baada ya kukubaliana na wito huo, Yesu Kristo ataingia ndani ya mtu na atabadilisha na atamfanya mtu mpya kabisa. Ndio maana Mungu alitupa hizi huduma na karama. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 39 na 40 nitaendelea katika kipindi kinachofuata ili kuonyesha jinsi gani hawa waandishi na Wayahudi na watu wa Torati walijua maandiko, lakini walishindwa kumtambua Yesu kuwa ni Mwokozi, kuwa ni Bwana, kuwa ni mwana wa Mungu. Kipindi kinachofuata usikose, tuendelee na mfululizo huu ujue kwa nini walimkataa. Hata kama waliona ushuhuda wa Yesu, lakini bado mioyo yao ilikuwa migumu. Taona kwa sababu ya kuto kufahamu na kuyaelewa maandiko yanasema nini. Naomba nimshukuru Mungu na nikutie moyo wewe mtumishi wa Mungu. Kama unamwamini Yesu Kristo, tafuta karama. Biblia inasema chocheni huduma, chocheni karama. Ni heri kuwa tamani karama na vipawa vikubwa. Hivyo tamani kumtumikia Mungu, tamani kufanya miujiza, matendo maajabu, kwa sababu hiyo yote Mungu aliruhusu ili iweze kuthibitisha kwamba Mungu yupo katikati ya watu. Tumshukuru Mungu.